Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, karibu kwenye exclusive interview. Mimi naitwa Victor Madaha. Bianza ya kamera kama kawaida yupo ndugu yangu kabisa Rizki bwana. Bana niko na DJ Sma baada ya kutoka Kenya ambako alienda kwenye summit, atatuambia ile kuna vitu gani hasa, lakini finally yuko Tanzania na sisi wajibu wetu ni kumtafuta tuweze kupata yale ambayo yanaendelea kwenye dunia yetu ya siku zote. Asante sana kwa wewe ambaye umekuwa ni mwanafamilia wa siku zote, umekuwa ukitutazama, unafurahia bwana kuangalia mauzo yetu ambayo tulikuwa tukiyapandisha kila siku. Mimi na Sma sasa hivi tunaelekea sasa ni mwaka au tumemaliza na sehemu kwa hiyo kaona namna gani ambavyo tuna muda mrefu naye. Niambie pia una maoni gani hasa, una maswali ambayo unatamani baadaye tuje tumuulize Sma. Niambie kwenye sehemu ya comment pia, utakuwa umefanya vizuri sana. Lakini alhamdulillah. Mambo anasemaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine safi. Poa. Tunakutana tena. I say hizi interview zetu. Hivi mmefika saa ngapi hapa? Ilikuwa ni saa 9 saa 10 na sasa hivi saa 2. Vingine ni vingi. Asifai kwa business sana. Bandika bandua. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Yes. Maisha ya kufanya content Sma. Wakati mwingine unajua kuna watu ambao wanaona kama ni mepesi sana. Sasa kuna Sma alikuwa Kenya bwana. Karudi tu bana. Unajua mtu sasa hivi kila mtoto akishakuwa na kamera yake anajirekodi anafanyaje? Hebu share mtu kidogo ane kutazama aone ugumu ambao uliopo katika kukaa kila siku unatengeneza maudhui na watu wakayaelewa. Ni kitu ambacho huwezi kumweleza mtu, mwache ajaribu alafu aone. Unajua kutengeneza moja mbili ni rahisi, lakini kuwa na consistency. Fuse na miaka 4 sasa hivi. Kwa hiyo SNS juzi imetimiza miaka 9, umeona. Kwa hiyo consistency, juhudi na standard. Yes. Nadhani unafahamu tangia umekuja mara ya kwanza mpaka leo studio hapo ilipofikia. Kwa hiyo kuna viwango ambavyo tunabidi tuviweke. Kwa hiyo lakini wasitake kuanzia juu. Anza na ulichonacho. Yes, anza na ulichonacho ukiwa serious, Mungu ata. Lakini kama unaenda kwa vile watu wanafanya na unaingia kwenye trend, anaweza kukwambia nakutakia khairi. Kila laheri. Na yani kiukweli haya mambo ni magumu sana. Mimi na segment yangu moja naifanya inaitwa Madaha Link Up. Huwa naangazia story ambazo zina trend za kimataifa nazifanya na dakika 2 au 3 hivi nazifanya. Bwana sasa hivi na wiki sijaifanya. Yaani mambo ni mengi. Sma, ulikuwa Kenya? Na niambie ni nini ambacho ulienda kule ukifanya na sasa umerudi pia. Nini umejifunza kule? Nimejifunza mengi. Tumeenda kwa sababu ya kupeana elimu ya mambo ya kiuchumi na madeni. Na huu ni mwaka wangu wa 3 nahudhuria hizo. Ivory Coast, South Africa, sasa hivi Kenya. Nilienda kujifunza kutoka kwa wenzangu wabobezi, lakini na mimi chochote nilichokuwa nacho kidogo viwili vitatu pia nikaweza kushare. Nimekutana na watu wengi. Kuna ile interview tulifanya na Dr. Leila. Na shauri watu wengi sana wakaangalia, imeshiba mno. Dr. Leila Latif. Ipo YouTube channel yangu DJ Smart 255 ataikuta pale. Kuna interview nimefanya na Transparency International Kenya, iko pale. Lakini pia unapotembea unaona, unajifunza. Sisi hata kwenye Qur'an tunafundishwa fantashiru fil ardi tabtaghu min fadlillah, tembea katika dunia ya Mwenyezi Mungu upate fadhila za Mwenyezi Mungu. Lakini tembea uone hali ya wenzio pia ikoje. Kwa hiyo wenzetu kwanza wa Kenya kwenye hospitality industry wako vizuri sana. Nikisema hospitality ni kwenye biashara ya kuhudumia watu. Wako vizuri mno kutushinda sisi wa Tanzania. Kwenye uungwana sisi ni waungwana kushinda wa Kenya. Wa Kenya wako very rigid, wako ni wakakasi. Yes. Sisi mpaka leo hii bana samani naomba, unaenda kununua kitu bana, naomba samani naomba nipite. Jinsi tunavyoongea culture yetu wao hawako hivyo. Nipatie, leta hii, toka hapo, hebu nipite. Umeona? Yes, alafu kila mtu kivyake nini. Siseme ni kitu kibaya, nasema hiyo ndo culture yao, capitalism. Lakini sisi kimtaani nini yani bado tuna ujamaa, kunasaidiana, kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye hospitality industry wametuzidi. Sio kitu. Yaani hoteli nimefikia bonge moja hoteli nzuri, huduma zao first class.
Nimeenjoy kwa kweli. Trip ilikuwa babu kubwa. Na nadhani kwa kuongezea tu, nadhani na hii ipo kwa sababu unajua kwa mfano Tanzania mtu anaweza kazi afanyi kazi lakini hakika kula nao. Yes. So, lakini wakati mwingine unaweza kusema ni tamaduni nzuri, lakini wakati mwingine tunazalisha watu ambao wanaamini kwamba bana hata nikienda barabarani nikasema bana sijala na nini kitia huruma watanisaidia. Lakini mtu ukijua bana nikilipia shilingi 10,000 nitapata treatment ya design hii. Nadhani sometimes ni kacha ambayo pia inabidi tuanze kuichukua pia. Hivi Victor, mimi nikikupigia simu nikamwambia mwanangu leo hebu nicheki hata 5 10 unanitumia unitumie. Nitakutumia. Ndo tunavyoishi. Au wewe ukinicheki. Umeona? Kuna ile bana sijui nini. Aisee ile sio nyepesi sana kwa wenzetu kule. Yes, yani wenzetu mimi nimeishi kule. Nimeishi Nairobi, South Sea, Mugoya, Phase 4, nimeishi Hurlingham, nimeishi Mariakani, nimesoma Kasarani nimesoma Mariakani Primary School, Guru Nanak nimesoma pale Mombasa pia, na sehemu zingine Kisumu, Machakos, Kakamega. Unaona mimi na wewe si washikaji tunatoka. Naweza nikafika pale akapita mtu anauza Bolcon, nikatoa hela yangu nikajinunulia peke yangu nikaweka mfukoni nikakula huko, tunapiga story, ni kawaida kabisa. Na mind chochote. Hamna. Yani ni kawaida kabisa. Chako. Sisi wabongo hatuwezi. Yani hata kama sina hela ya kukutosheleza wewe, mimi nitajibana nisile, lakini sisi nikajinunulia peke yangu kwa sababu yako wewe. Umeona Kwa hiyo tuna culture ambayo ni nzuri kwa sababu ya ungwana, lakini pia imelea wapambe nuksi. Imelea watu ambao wanapenda slopo kulipiwa, kufanyiwa nini kila kitu. Wenzetu wametengenezewa culture ya kujitegemea. Yes. Asma, mama sasa hivi ameenda, kwa maana ya rais wetu wa Tanzania. Nimetamka neno mama kwa sababu ni watu wamezoea kumuita hivyo. Rais Samia sasa hivi ameenda nchini Urusi kwenye ziara, masuala ya kidiplomasia, na kiukweli ni miaka mingi imepita, miaka 56 tokea Mwalimu Nyerere alivyoenda. Hakuna kiongozi ambaye ni rais ambaye yuko madarakani alishaye kutembelea Urusi, kwa maana Russia. Ziara hii katika kipindi hiki Tanzania inazungumza maneno mengi sana huko kwenye dunia huko. Siwezi kumention, watu wanaotazama wanaelewa nini kinachoendelea. Inamaanisha nini hasa katika kipindi hiki hasa? Kwanza niombe radhi. Nitajitahidi nikimbize kidogo kwa sababu kwa leo hii ni interview yangu ya 6 kwa leo. Sababu nimezifanya 2 mchana, sasa hivi nimetoka kufanya tena 2 hapa. Sasa hivi tuko hapa. Kwa hiyo pia akili inachoka nini, kwa nitajitahidi niwe brief. Ziara ya mwisho ya kiongozi wote wa Tanzania ni ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1969 kwenda Urusi. Na tunafahamu alikuwa amefungamana na mfumo wa kiuongozi wa Kiurusi wa kijamaa. Sasa tangia hicho, ina maana Mwinyi, Mkapa, Kikwete, Magufuli, hakuna kiongozi yote ambaye amewahi kwenda kule. Mama ameenda. Kwa hiyo ina uzito, lakini ina uzito wa ziada kwa sababu ziara ya kwanza kiongozi yote anapoingia madarakani au anapomaliza uchaguzi huwa ina uzito sana. It's symbolic, inatuma ujumbe. Kwa hiyo baada ya uchaguzi kuingia muhula wake wa pili, nchi ya kwanza ambayo ameenda ni Urusi. Kwa hiyo ina uzito sana, na ninajua itatuletea matatizo kutoka nchi za magharibi lakini ni muhimu kwa sababu Tanzania tuna sera 2. Cha kwanza ni non-aligned state. Ni sisi hatufungamani na sehemu yoyote. Sisi tunashirikiana na mtu yote. Unavyokuja ndio tutakavyokupokea. Ukimwaga mboga tunamwaga ugali. Sisi ndio tulivyo, lakini ukileta soda sisi tutaleta biskuti. Kwa hiyo ndio jinsi tulivyo. Kwa hiyo inaonesha kwa, alafu pia sisi we are sovereign state. Ni taifa ambalo linajitegemea, lina uhuru wa kujiamulia. Kwa hiyo tunashirikiana na kila mtu. Lakini hapa kati nadhani mshasikia kuna baadhi ya mataifa yanayolalamika kwamba kwanza sisi hawataki tushirikiane na China na Urusi na mataifa mengine, lakini pia wanalalamika kwamba maslahi yao yanabanwa, hawapewi, kuna mikataba, kuna deals ambazo wanataka ziende lakini zimekwama. Na ninaamini ni kwa sababu hakuna nchi yote ambayo itapewa deal nzuri ikatae. Sawa. Juzi tumesikia katika mabalozi zao na mabunge zao wanaongelea viongozi wetu na nchi yetu kama kutaka kutuwekea vikwazo na vitu kama hivyo. Kuna wengine wamesimamisha misaada. Kwa hiyo sisi kama taifa tunawaambia kwamba sawa, hamna shida, sisi tuna options zingine. Kwa hiyo tuna Urusi, tuna China, kuna India na nchi zingine. Kwa hiyo kwenda kule inatuonesha kwamba sisi tuna options. Na
moja ya nchi bora ambayo tunaweza tukashirikiana nayo ni Urusi. Urusi haiingilii sera za ndani, haikwambii haki za binadamu, haikwambii sijui mfanye nini, haijihusishi na mambo yetu yoyote ya ndani, bali ni mshirika ambaye tunasaidiana kwa heshima. Mikataba ambayo tunayo kati yetu sisi nao ni mizuri. Kuna ule wa uranium ambao ni wa kuongeza thamani, una value addition, kuna processing inafanyika hapa. Urusi wana nishati nyingi sana, gesi, mafuta ambayo tunaweza tukafaidika nao kwa kiwango kidogo. Lakini mimi nimeenda Urusi mara kadhaa, kuna fursa kubwa sana ya kibiashara. Nimeenda kule, mimi nimetuma sample ya kahawa. Nilipofika kule nilikuwa kwenye wizara ya biashara na Chamber of Commerce. Tunaongea, akasema wananunua kahawa wananunua nchi za Ulaya. Nchi za Ulaya hazizalishi kahawa, zinachukua Afrika. Kwa hiyo wanapata kahawa lakini kupitia njia ndefu. Nikauliza, nikamwambia kwa nini? Akasema si hatujui kama mna kahawa na hatujui njia rahisi ya kuipata. Nikamwambia sawa, mnahitaji kahawa gani? Nikamwambia sisi tuna Robusta na tuna Arabica ambazo ni grade ya juu kabisa. Esco Donald baada wakati anaenda nikampa kilo 2 ya sample ya kahawa, mpelekee mtu ambaye ni mzito sana kule, kumuonesha kwamba tuna kahawa na tuna uwezo tukasupply, na mfano wapo. Wakitaka roasted, wakitaka unroasted, wakitaka iliyobanjuliwa, haijabanjuliwa, yote tunaweza tukasupply. Sisi tuna korosho, tunaweza tukasupply. Kuna maparachichi, tunaweza tukasupply. Kwa hiyo kuna fursa kubwa sana ya kusupply biashara kule. Lakini sisi tunaweza tukafaidika pia kutoka kwao. Kuna nishati, gesi, nini. Kuna issue ya elimu. Wenzetu hawana shida kwa sababu kutoa TOT ni transfer of technology, kwamba sio tu wanakupeni vifaa, lakini wanakupeni na teknolojia muweze kutengeneza vile vifaa wenyewe na kuweza kuvirekebisha nyinyi wenyewe. Kwa hiyo kuna fursa kubwa sana. Nimeenda kiwanda cha Fosagro. Fosagro ni kiwanda ambacho kinaongoza kabisa duniani, moja ya top Ulaya na duniani kwenye kuzalisha mbolea bora na ambayo haidhuru ardhi. Sisi so far kuna baadhi ya mbolea tunanunua, baadhi ya nchi zina sumu, zinatuharibia ardhi yetu. Umeona? Lakini kule Putin alipiga marufuku GMO. Kwa hiyo hata matunda na vifaa na mbegu ambazo tutazipata kutoka kule sio GMO zenye madhara huko. Kwa hiyo kuna fursa kubwa sana. Kuna issue ya utalii. Tulikuwa GPS Sky akasema kwamba mwaka jana wamekuja watalii 17,000 wa Kirusi wamekuja hapa, na hiyo hatuna direct flight. Nikaingia tena nikasema mtalii mmoja, na nimepiga kiwango cha chini kabisa, mtalii mmoja tuseme katika ziara yake ambayo amekuja ametumia milioni 2, ambayo ni ndogo sana. Yani hiyo ni chini ya dola 1,000. 17,000 mara milioni 2 ni bilioni 34. Kwa hiyo Tanzania imeingiza sio chini ya bilioni 34 kwenye watalii 17,000 waliokuja kutoka Urusi. Sasa hivi kuna direct flights ambazo zimekuwa established, kwa hiyo tunaweza tukafanya biashara tukawa kuna flights na ongezeko la utalii. Na ndio hicho katika ile ziara yangu ya adventure nikawa nasema ninaamini utalii peke yake unaweza ukakava nusu ya budget ya Tanzania. Yes, kabisa. Yani una fursa nzuri sana, kwa sababu so far sisi tuna milk sehemu 3. Tuna milk Zanzibar, Ngorongoro, Serengeti labda na Kilimanjaro. Hayo ndo maeneo makuu. Bro, mimi sijaenda huko, nimeenda hizo sehemu zingine za nyanda juu kusini. Kitulo pale. Iseni balaa. Kipanga Mpengere, ukienda Kimani Waterfalls, ukienda Kalambwa, the tallest waterfalls in Tanzania, nimeenda, video zote ziko pale. Ukienda Kaporogo Waterfalls, kuna pango lile alafu maji yanamwagika. Kwa hiyo yani kuna sasa hivi nimetoka kupost kwenye YouTube channel yangu DJ Smart 255 Matema Beach. Yani ukiangalia ile video mpaka unasema ni Tanzania kweli. Amazing yani. Nashauri sana watu waingie kaangalia kwenye YouTube channel DJ Smart 255 kwenye playlist ya adventure watazikuta. Kwa hiyo hebu fikiria tukiexpand watalii wafike na kwenye haya maeneo tofauti na hizo sehemu 3 ambazo kwa watalii wa kutoka Urusi peke yake tumeingiza hela ya ndogo kabisa ni bilioni 34. Kwa hiyo kuna fursa kubwa sana kila mwaka. Russian House tulikuwa tuna 50, wameongezeka mpaka 100, sasa hivi ni 150. Scholarship kila mwaka. Wanafunzi wa Tanzania wanalipiwa kwenda kusoma bure. Tuition fee ni bure Urusi. Umeona? Na ukienda kule pia wanakuruhusu ufanye kazi kwa sababu ya kujikimu mambo yako madogo madogo. Kwa hiyo kuna fursa kubwa sana ambazo tunaweza yani ni sehemu sahihi, na natamani mama akitoka pale aende na China pia. Ila ni utani kwa rais wa Jumhuri. Naweza kumwambia mama mimi
nimemuwai kwa sababu alienda akatembelea Eternal Flame. Kuna moto ule wa milele ambao ni the Tomb of Unknown Soldiers. Inaenzi wanajeshi ambao walifariki bila kutambuliwa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba japokuwa tukutambueni jina lakini tunakutambueni. Urusu pale Kremlin. Sawa? Kwa hiyo mimi nimemwahi mama, nilifika pale kabla yake. Umeona? Kwenye hii lakini ni utani, yani najua sometimes mtu unaweza kutaniana na mama yako nini. Yes, so kwa ubaya. Yeye kaenda kuweka ua kabisa. Kwa hiyo level yake ni juu zaidi. Lakini mimi nimemwahi. Wewe kufika pale. Yes. Sma, nataka nifahamu hasa au mwambie mtazamaji anatazama sasa hivi hapa. Kremlin ni moja ya ikulu ambazo ni bora sana, yani ni hivyo level yake tuweze kuizungumzia hapa, iko noma. Na pia kuna wale ambao wanazungumza kwamba kutokana na Tanzania inaenda kama underdog, naweza kutumia kauli hiyo, inaweza ikae na Urusi akatumia advantage kutokana na position yetu tulionao sasa hivi. Nimeona baadhi ya watu wanaizungumzia hiyo hasa katika level hiyo kwamba sisi ni wadogo, kwa hiyo Kremlin katika makubaliano itakuwa inatumia advantage kutokana na hali yetu ya kisasa hivi. Pengine sasa kwenye hili Sma unaweza kuzungumza lini? Sasa hapo ndo unakuja unaangalia kwamba track record, uhusiano wetu kati ya Urusi na Tanzania yamekuaje. Urusi na Tanzania, kwanza Tanzania specifically walikuwa na sisi tangia mwanzo kwenye harakati za kwetu. Baada ya kupata uhuru wamekuwa na msaada sisi. Ukiangalia hata asilimia kubwa ya vifaa vyetu vya kijeshi ni vya Kirusi, MiGs zile, vifaru na vitu kama hivyo. Tumekuwa nao kwa muda mrefu sana. Kuna wanajeshi wengi sana walienda kwa trained kule, wao washatuma wa nani, inasemekana kwamba hata Putin alikuja hapa kwa sababu ya kufanya training. Kwa hiyo tuna uhusiano mzito sana ambao wametusaidia sisi kwa miaka mingi sana. Haujawahi kuwa wakinyonyaji. Afrika, asilimia kubwa ya maeneo ambayo harakati nyingi za kujikomboa kutoka kwa wakoloni wa magharibi yamesaidiwa na Mrusi. Umeona? Kwa hiyo ukiangalia track record, juzi Putin alisamehe almost bilioni 20 na za Kimarekani madeni ya Afrika. Kwa hiyo ukiangalia track record yetu, historia yetu, hakujawahi kuwa kuna historia ya unyonyaji. Kwa hiyo hiyo inaweza ikatuambia kitu gani lakini hiyo ni watu ambao wanaongea mtaani. Mimi naongea, nimepata nafasi mara 2 ya kukaa na balozi wa Urusi Tanzania. Katika mapokezi ya meli ya kijeshi ya Smolny, kuna wanajeshi wa Kitanzania wa zaidi ya 130 na wanafundishwa elimu ya kijeshi ya majini, lakini wako wengine kwenye sekta tofauti. Na mara ya pili nikapata kukaa naye, tukaongea naye mwisho wa mwaka jana Disemba. Kwa hiyo akawa anasema sisi Urusi haiko kutoa msaada, haijaja kutoa msaada. Urusi iko kwenye bilateral relationship. Nipe nikupe, faidika nifaidike. Kwa hiyo wako kibiashara. Na biashara hiyo ni kwa kufaidishana. Tumeona moja ya deal bora kabisa ni ya uranium. Iko very black and white, iko wazi, vipengele vyake vimewekwa wazi. Nani ana hisa gani, nani ana hisa gani, nani anaika kitu gani, nani anapata nini. Iko black and white. Kwa hiyo ni sehemu ambayo watu wanaosema hivyo unless watuletee ushahidi. Lakini ushahidi ambao upo, ambao mimi ninao kutokana na nimekutana na kwenye wizara ya Chamber of Commerce ya Urusi, nimetembelea viwanda vyao, nimeenda kwa Fosagro, moja kiwanda bora kabisa cha mbolea Urusi, nimeenda kwenye kiwanda chao cha trekta, nimepita sehemu tofauti, nimeshirikiana nao, wanapeleka wanafunzi waende wakasome bure kule zaidi ya 150 kwa mwaka na mashirikiano mengine. Ushahidi uko tofauti na huo. Kwa hiyo ambao wanasema hivyo watuletee ushahidi, tutaufanyia analysis. Yes. Timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 18 Serengeti Boys walikuwa kwenye michuano ya huko AFCON kwa maana Morocco huko, na waliingia finali wakacheza dhidi ya Senegal, na jana walipoweza kupoteza kwa penalty. Dakika 90 walienda 1-1, na kabla huo mchezo kuna zile hamasa ambazo zilianza baada ya timu kufika finali. Kuna ambao wanaona kwamba timu ya viongozi kwenda kuisupport na hamasa zile ilikuwa ni kitu sahihi kama kuipa motisha timu yetu, na kuna wale ambao wanaona kama siasa imeingilia kati. Watu bana bora shinde
Senegal, na ilikuwepo hiyo na iligawanyika kabisa mtandao. Unaiona kabisa kuna watu ambao bwana bora tu ashinde Senegal, na kuna kama jamani tu wazalendo, hili ni taifa, ikishinda Serengeti tumeshinda Tanzania. Kwa nini tunafikia hii level ambayo wa Tanzania lakini bado mtu anasema bora ishinde Senegal? Na nini ambacho ulichokiona baada ya kuona hizi mtandaoni vitu? Naigawa pande mbili. Cha kwanza ni mfano hai, na nimekuwa naambia watu, naomba nikuulize Victor, unapenda kuheshimiwa, upende kuheshimiwa? Napenda sana. Unapenda kuthaminika, upende kuthaminika? Napenda. Sasa watu, kila mtu anapenda kuheshimiwa, kila mtu anapenda kuthaminika. Ila ili uheshimike inabidi uwe na heshima. Ili uthaminike inabidi uwe na thamani. Sawa? Huu ni mfano hai. Wale vijana wamejipa thamani. Ndio maana unaona hii attention yote sasa hivi inaenda kwao, kwa sababu wamejipa thamani kwa kuperform vizuri. Sawa? Tuna timu nyingi, tuna Zabasi nini, wanajitahidi kwa uwezo wao, lakini Serengeti Boys wamefanya kitu ambacho kimewapa heshima na thamani. Wao nafikiri wangeenda wakatolewa tu grupu ya kwanza au nini, hakuna mtu angeongelea. Ilikuwa imepotea. Kwa hiyo funzo, ukitaka uheshimike lazima uwe na heshima. Ukitaka uthaminike jitafutie thamani. Leo hii wewe juzi umeenda Morogoro? Dodoma. Yes. Kwa sababu umejiwekea thamani, waliona una thamani ya kuwepo pale. Leo hii mimi nimeitwa Nairobi kwa sababu nimekuwa na thamani. Wameona nina thamani, mpaka mtu anakulipia tiketi ya ndege, hoteli 5 star, unakula, unalala, unaenjoy kila kitu. Lazima ujiwekee thamani. Wengi tunataka kuthaminika wakati hatujajipa thamani. Wengi tunataka, na hiyo wanasema, watu wanalalamika bana, labda mfano wa Kenya wanalamikaga sana, labda Diamond akilipo hela nyingi akienda kwenye show zao nini. Diamond amejipa thamani hiyo, na nyinyi wasanii wenu wakijipa thamani hiyo watalipwa. Sawa? Kwa hiyo ya kwanza, upande wa Serengeti Boys wamejipa thamani, na wamejipa thamani kushinda hata wakubwa zao na watu wengine. Kwa hiyo huo ni mfano wa kwanza. Cha pili, kwenda viongozi na kuwapa motisha ni kitu kizuri, siwezi kukataa. Huenda kuna watu ambao wana agenda za kisiasa, hiyo mimi niko against hiyo. Msilete siasa kwenye vitu kama hivyo. Cha kwanza. Cha pili, natamani tuwe part ya mafanikio tangia mwanzo. Tusubiri mtu ameshatoboa na sisi ndo tunaenda kudandia treni kwa mbele. Sawa? Hiyo natamani tuende nao tangia mwanzo. Sawa? Ila tunarudi kule kwenye kuku na yai. Ili pia uthaminike inabidi uwe na thamani. Umeona? Ni watu wengi wanatamani wathaminike, lakini hujaonesha thamani yako bado, value yako. Ya kwanza. Ya pili, viongozi kwenda kule, naomba nikuulize, nataka niwe makini sana kwa sababu kuna watu wataielewa tofauti. Hivi ukiwa Tegeta unataka kwenda Posta, ukipitia njia ya Mwenge, Makumbusho, Victoria mpaka ukafika nini, unafika ufiki? Unafika. Ni njia sahihi sio sahihi? Njia sahihi. Ukitaka kutoka Tegeta ukaamua upitie Mbezi ya chini, upitie Mikocheni, upitie Namanga, uende ukapitie Tanzanite Bridge, uende unafika ufiki? Unafika. Ni sahihi sio sahihi? Ni njia sahihi. Ukipita moja hizo njia kuna traffic atakamata, atakwambia umefanya kosa? Hapana. Sasa ndo nakuja kwenye pointi yangu kwamba mchele mmoja upishi tofauti. Mtu akipika pilau ni sahihi, akipika biriani ni sahihi. Kwa hiyo kwenda kwa viongozi kuwasapoti vijana sio mbaya. Sawa, haina tatizo lolote. Ila sasa ukimuuliza Sma, mimi ningefanyaje? Mimi mtazamo wangu tofauti. Kwanza, viongozi wale asilimia kubwa ni watu ambao wana uwezo. Sawa? Kama ni wabunge tunafahamu wanalipwa mishahara mikubwa. Kama ni viongozi wa serikalini wana posho zao, wana vitu wanalipwa, yani uwezo wanao. Wale kwa mtazamo wangu mimi ilibidi wajitolee kwa hela zao za mfukoni, watoke waende. Ila ningekuwa mimi Sma, kwa ajili ya kuwapa motisha wale vijana, mimi ningeenda kuchukua familia zao. Ningeenda kijana, mama yake, baba yake, bibi yake. Kuna watu ambao wamewalea, yani from nothing, yani umeona, wale hawana uwezo wa kwenda kwenye hizo afu, kwani wanaangalia tu manangu anacheza yule, anafurahi, anafarijika na uwezo. Imagine yule mtoto, imagine umemletea mama yake au baba yake au babu yake au mwalimu wake au mtu wake ambaye anamthamini, kaja bro, wangepigwa 5 Senegal.
Wangefia wajani. Wangefia, yani bora afe kifa afe beki. Wale vijana yani wangefanya juu chini. Unajua saikolojia. Ushakuwa na mtu anapigwa risasi lakini bado anatembea. Mtu anapigwa mshole. Yani akili kuna state fulani ikisha kuingia. Yani mwili unakuwa kama umekufa ganzi. Hausikii cha kwanza. Hata kama hawajashinda. Sawa? Lakini ile faraja ya kumuona mzazi wake kapewa heshima, kapanda ndege kaletwa pale na taifa lake. Naamini ingekuwa ina impact kubwa sana. Na viongozi nimesema wao ni wanahela. Haiwazuii wao kutoa hela zao mfukoni kwenda. Sawa. Wabunge wanajua analipa shilingi ngapi kwa mwezi? Nasikia ni 10 na ngapi huko? Sina uhakika lakini. Wanataka kuniambia anashindwa kuchomoa yani au mambo wanasema pesa ni private ya mtu. Au wakapiga donation, jamani, kati ya wabunge sisi hapa tunataka tutume wawakilishi 10. Kila mbunge achangie labda 500,000 ipatikane grupu fulani liende. Kwa hiyo nyinyi grupu hii mtaenda kwenye hii, grupu ijayo tutachagua wengine waende kwenye World Cup, tutakuwa tunapeana zamu. Yani kuna creativity fulani ambayo inaweza ikafanyika, lakini lao ningekuwa mimi smart na akili zangu hizi ambazo amenijalia Mwenyezi Mungu, bro, mimi ningekusanya familia wale wazazi ndo wadogo unajua kila mtu unakuta mwingine labda mzazi amefariki amelelewa na bibi, umeona mbebe bibi yake, au kuna kaka ndo anapambana yani hali yake ndivyo sivyo, kamnunulia kiatu kijana naye apambane, yani unajua zile yani nadhani ingekuwa ina impact kubwa sana hata kama wasingishinda, lakini gesture hiyo kwa mimi DJ Sma nadhani if it was my call ningefanya hivyo. Ulichokizungumza ni kitu kikubwa sana. Kwanza nikupongeza. Umezungumza point kubwa sana, hata mimi mwenyewe pia imenigusa. Unajua mfano leo zungumza Sma, kuna watu wanafanya career zao lakini kuna point ambayo wanataka waziprove wrong familia zao. Hasa ukiangalia kwa mfano soka Tanzania, of course bado alilipi sana katika kiwango kile. Imagine mtoto ndo kwanza bado uko katika umri ambao ni mdogo. Kwenye familia yake unakuta labda mzazi wake au hata kwenye ukoo nobody amewahi kupanda ndege. Yani wewe bado ni mdogo afu unamuona mzazi wako anapanda ndege, anakuja kukutazama kwenye kila ambacho unanoto nacho. Wacha yani kitu gani kitatokea pale? Hivi shaka kuna baadhi ya wasanii wale wapandishaga mama zao kwenye stage au baadhi ya baba, there is something very special, crowd inawashangilia. Yes. Umeona? Yani imagine, yani mimi nadhani inginigusa sana. Ni ushauri lakini. Ni haya ndio maana nikasema kuna njia ya kutoka Tegete ukafika Posta. Na unaweza ukapitia nyingine. Kwa hiyo hii ni moja ya njia. Yes. Na huenda kama kuna mtu anaoza kaona inampendeza, kuna fursa zingine. Mashindano ni mengi pia. Mashindano ni mengi, umeona? Lakini naamini mimi binafsi, mimi akili yangu haiko tofauti. Ufanyaji kazi wake huwa ni tofauti. Yes, kwa hiyo nimeliangalia kwa hivi, lakini sio mbaya kwa viongozi pia kwenda. Hatuwezi kusema ni jambo baya. Na nyingine pia ni njia katika zile unazosema. Ni njia zile. Mwingine atataka wali mweupe, mwingine atakwambia nataka wali mchafu, mwingine atataka biriani, mwingine atataka ubwabwa. Umeona? Na hivi unajua ubwabwa ni nini? Ni nini? Ni mchele. Hapana. Ubwabwa kwa mimi ninavyokumbuka kabisa ni uji wa mchele. Kwa wadogo kuna uji unatengenezwa kabisa mchele unakunywa kama uji, ndio ubwabwa. Sema ndio wabongo tushapita nayo, imegeuka kuwa kama wali. Ubwabwa unakuwa ni ule ambao kama uwezi kuushi, yani unakuwa ni mraini sana. Sasa ule ndio umenani. Lakini najua wapo watazamaji wetu wanaweza ushakula uji wa mchele? Tamu sana. Yes, kwa hiyo kuna upishi tofauti ambao wengine wa Japani kabisa wanachukua sushi, mchele wanautengeneza. Kwa hiyo ni maoni yani na naomba nielezee kwamba mchele mmoja upishi tofauti. Sijasema walichofanya wengine ni makosa, ni maoni tofauti. Yes. Na pia kwa kuongezea, inawezekana pia idea ambayo tunaiwaza sisi, inawezekana jambo labda kuimplement kwamba ifanyike, lakini unakuta labda kuna mambo ya passports, kuna wengine labda hivi huyu labda hayupo, na unajua kutengeneza kitu yani process kitu kifanyike kwa haraka wakati mwingine kwa gani ngumu. Kwa hiyo ukakuta labda ile kwanza kuprocedure moja taarifa zake watu waende labda mzazi wako labda wanne waende afu mwingine hawapo ndugu yake hata mmoja labda angejisikia vibaya. Kwa hiyo ni maoni pia, lakini kwa wakati mwingine jaribu kufanyia kitu kama hicho. Nadhani itakuwa ni nzuri zaidi.